msingi na sekondari, licha ya kwamba serikali ishatoa maelekezo mtoto apokelewe hivyo anavyo report, lakini kama ofisi yetu tumeona tuunge mkono. Leo tutakabidhi takriban wanafunzi 5-6 vifaa vyao, na ndio hivyo hapa kwa kila mmoja alichoomba, lakini tulifanya na tathmini, lakini tumefanya pia na ufuatiliaji, kwa sababu tunataka tutangulie kuwasaidia wale wenye uhitaji mkubwa zaidi. Wenye uhitaji ni wengi kwa namna moja au nyingine, lakini mambo yanazidiana. Kwa mfano kuna binti yetu hapa Upendo anasoma BBTT, yuko Rufiji, na wana ni kipaji lakini anaenda form 3. Uwazi kwa shule ile kipaji utegemei kama mzazi ana uwezo yupo nyumbani mpaka leo. Tafsiri yake kwamba ndio hivyo wao wanapambana, lakini wapongeze. Ukiwasikiliza mwingine ana wanafunzi zaidi ya 2, sio kwamba hawajajibweteka, kampeleka mmoja kakwama mmoja na kuja kwenye ofisi ya Mungu. Kwa hiyo inaonyesha hawa kina mama wenyewe wapambanaji. Kwa hiyo mtu mpaka amekuja hapa, ina maana kuna jambo amekwama. Wengine wamewapeleka wa shule za msingi, wengine kampeleka sekondari mmoja kakwama mmoja. Kwa hiyo mimi ni kwa ujumla kwa kweli nimeona niwapongeze kwa kupambana. Nitoe wito wazazi waendelee kupambana. Jana nimepitia maombi ya mengi, wanafunzi wa vyuo, wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa msingi na wanafunzi wengine wa vyuo. Naona kweli wanastahili, wengine wameshaahirisha masomo hapo nyumbani, mwingine miaka 2 hajaenda. Hivyo naona kweli mtu ana uhitaji na muda kupokea mpaka Oktoba hivi. Lakini mwingine amemaliza muda mrefu yuko tu mtaani kwa fursa. Lakini nitoe wito kwa wazazi kwamba kuna fursa nyingi sasa hivi. Mtoto akifaulu division yoyote form 4, kuna vyuo vya ufundi. Pia wazazi msidharau VETA. Na sasa hivi ajira nyingi, halmashauri ya Bagamoyo hii inakwenda kuwa na miradi ya kimkakati. Watahitaji watoto mafundi washi, mafundi mchundo, mafundi seremala, kwa hiyo mafundi bomba. Tuwapeleke watoto kwenye vyuo vya kati. Kama uwezo mdogo using'ang'anie kumpeleka chuo kikuu, wakati ipo elimu ya kati. VETA 120,000 tu mtoto anasoma VETA na yuko bodi. Tunampambania uniform, na maana hilo mtu anaweza wazazi wote wakamudu katika wilaya yetu ya Bagamoyo. Mtu anaenda kupata elimu ya ufundi, wale wanakuja wanajenga viwanda hapa, wanataka watoto waajiri. Kuna vyuo vya uvuvi, tunajenga bandari ya uvuvi hapa. Kwa hiyo nadhani hii tutaelimisha kwenye mikutano yetu. Alafu mzazi jipime. Jipime una uwezo wa kiasi gani. Simpeleke mtoto chuo ambacho utashindwa kumudu ada. Serikali imewekeza kwenye vyuo vya ufundi, VETA imewekeza kwenye vyuo vya wananchi. Vilikarabatiwa. Hapa tunacho Kibaha, pale tunacho Kisarawe, vimekarabatiwa, wamepelekwa vifaa, wamepelekwa walimu. Kule unaenda kusoma yani 200,000 tu, kila kitu tayari. Lakini mtoto anapata ujuzi. Kutoka hapo unampeleka VETA. Wapelekeni watoto kwenye ufundi umeme. Watawahitaji. Lakini naona mtu kishampeleka anaweza pia akajiajiri, akajisomesha baadaye. Lakini kuna masomo ya Open University. Mtu anaweza kuanza certificate, akaenda diploma. Kwa hiyo natoa wito kwa kweli kwa wazazi, na ofisi yetu itakuwa inatoa ushirikiano wa kuelimisha. Kwa sababu pia hapa tutafunga mtandao, ina maana itakifika kipindi cha kuomba wanafunzi, wazazi wakija hapa, kwa mfano sasa hivi matokeo yametoka ya form 4. Nazipongeza shule ambazo zimefanya vizuri, ikiwemo shule yetu ya Matimbo ishafuta 0 sasa. Hakuna 0. Lakini hata shule yetu ya Dunda na shule zingine 0 chache. Ile mkakati 06. Mkakati wa kupunguza 0, na mimi nitashirikiana nao kwenye mitihani ya mwaka huu.
ya form 4 na form 2 ili tuondoe zero katika shule za sekondari katika wilaya yetu ya Bagamoyo. Kwa hiyo kiukweli zimefanya vizuri, tumeongeza ufaulu. Sio kama tulivyokuwa mwaka uliopita. Na shule za msingi tulikuwa na tamasha hapa na kupongezana. Elimu msingi wilaya yetu ya Bagamoyo imefanya vizuri kimkoa. Imekuwa wilaya ya kwanza kiwastani na kufaulisha. Sasa kwa misingi hiyo niombe hata wazazi wale watoto ambao matokeo wamepata division 4, division 3 na hata division 2, wengine pengine combination haitakubali, aje hapa tuwape ushauri atasome nini, kwa ajili ya kuangalia pia soko, na sisi tunajiangalia hapa Bagamoyo na miradi itakayokuja baadaye ili watoto wetu wapate ajira. Sasa unakuta kwa mfano nimeona katika barua nilizosoma kuna mtu anaomba asaidiwe mtoto wake aenda kusoma mambo ya marketing. Sasa zile fani ni mara chache sana kutangazwa masuala ya ajira. Sasa kama inatakiwa milioni aende akasome marketing, hiyo milioni hiyo angemaliza ufundi, akienda kusoma ufundi washi. Hata hii cherehani tusidharau, kila siku sisi mama tunavaa madesigner hao ndio wenye pesa hapa nchini. Wanawashonea maharusi, kushona nguo ya harusi milioni 2. Kwa usione mtoto wako anapenda kusoma ufundi cherehani kwamba anapotea. Hapana. Anaenda anasoma na kuja anajiajiri. Kwa hiyo mimi wito wangu ni huo, na niendelee kuwasisitiza wazazi malezi ya watoto, kirudi wasimamieni, wafuatilieni maendeleo. Haipendezi mtoto ana form 2 anapata 0. Anaenda form 4 0. Na mimi nimesema ndio nilikuwa nawauliza hapa. Lakini tuendelee kuboresha. Tutawasaidia vijana wanaojitahidi darasani. Sitarajii ofisi ya mbunge ambayo sio kwamba inawadhamini. Tumeanza wenyewe kutafuta wadhamini baadaye kupitia taasisi ambayo tunaendelea kufuatilia usajili, kwamba ni dhamini mtoto anaefeli. Wakati pekee tutawaacha wengine wanafaulu hawana msaada. Kwa hata nyinyi leo wanangu mnayoenda kupata fursa leo kajitahidi. Naweza kaendelea kuwasaidia, lakini lazima nitafuatilia matokeo. Ukiona umefeli kabisa, sijui 0 form 1 unapata wastani wa 0, mama wala usije kuniomba tena msaada. Sitampa mtoto wako. Kwa sababu hapo tutakachomsaidia anafanya nini sasa? Si bora akae nyumbani. Sasa kwa mujibu wa maboresho ambayo mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya, maboresho ya mtaala. Sasa hivi elimu ya sekondari ni lazima. Ukianza shule ya msingi mpaka kidato cha 12. Kidato cha 4, darasa la 12. Ni mfululizo lazima. Tunataka mfaulu ili mtumie hizi fursa. Sio lazima kuajiriwa, lakini sisi tunawaona mafundi hao wanaokujengea kila siku Watanzania wanajenga. Tunaona mafundi seremala wanafanya kazi sawa. Watataka au vijana wanaojenga viwanda pale Zinga, watataka vijana. Kwa hiyo nilikuwa nitoe rai hiyo na kuendelea kuwaomba viongozi wenye vitu vitongoji, na washukuru wengine mmekuwa mkituthibitishia naomba pate msaada, lakini naomba tuendelee kutafiti zaidi. Kwa mimi hapa leo nimeongea nao kina mama, lakini unawaona kama wapambanaji. Nilichojifunza kingine kwamba kina mama tukiwawezesha mikopo ya halmashauri, maana yake watafanya shughuli, watakuja hapa ofisini wakaongezewa mitaji wa kina mama, na maana ataweza kumhudumia mtoto wake. Wanakuja hapa kwa sababu hawana mitaji, ni biashara wenyewe, mtaji wenyewe ni mdogo. Kwa hiyo mimi nitoe wito kina mama, hebu kajipangeni. Na leo pia hapa sisi tutamsaidia mwana mama mmoja hapa vifaa vya mamalishe. Anaenda kufanya mamalishe. Kwa hiyo tunakaribisha mtoto kisha kupata tathmini, tunajua kweli anafanya hiyo shughuli, na tunamsaidia msingi wa vifaa, anaendelea kupika mamalishe, atunze familia. Kwa hiyo mimi niombe na mama na nyinyi mtakusanya na mawasiliano yenu, hebu kajitathmini, kajipangeni.